Tadeus Ruwa'ichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mwadhamu Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, pamoja na makardinali wageni waliokolewa, wahashamu wa maaskofu na maaskofu wakuu na maaskofu wageni waliokolewa, Mhashamu Askofu Angelo Akatino, balozi wa Baba Mtakatifu, waheshimiwa sana mapadre, watawa na mashemasi, viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini mlioko hapa, viongozi wetu wastaafu, nipende kutambua kwa Waziri Mkuu na Makamu wa Rais mstaafu Joseph Sinde Warioba, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais mstaafu, Peter Kayanza Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu, na Mheshimiwa Spika mstaafu anasema Amber Makinda. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Baba Askofu Ruwa'ichi, kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza niseme Baba Askofu nimezingatia maelekezo ya kusema kwa ufupi, isipokuwa kwa sababu naongea kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano, yaani nimeelekeza Rais sipunguze hata moja ili nisiwe mtovu wa hesabu, lakini yale nitakayoongeza mimi yale nitayapunguza kidogo, na kiona nimezidisha zote kwa Baba Askofu Joseph Mlola ambaye nilipokea seminari. Kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali nzima, napenda nianze kutoa pole kwa Kanisa Katoliki Tanzania na ulimwenguni kote, Wakristo wa Katoliki, ndugu, jamaa na Watanzania wote kufuatia kifo cha Baba Mwadhamu Kardinali Pengo kilichotokea tarehe 19 Februari 2026. Serikali imepokea kwa huzuni sana kifo hiki, kwani tumepoteza kiongozi mahiri na mwadilifu. Alijitoa kwa moyo wake wote kuwatumikia si Wakatoliki pekee, bali Watanzania wote wenye imani tofauti kila mahali alipopata kufanya utume wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya Mwadhamu Kardinali Pengo hapa duniani. Tunathamini uzalendo na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu kiroho na kimwili. Aidha, tunapomwaga leo, naomba kila mmoja alikumbushe wajibu wake kwa nchi yetu na kuyaishi kwa vitendo mambo yote mazuri tunayojifunza kutokana na maisha yake. Mheshimiwa Mwadhamu Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tangu msiba huu ulipotokea, watu mbalimbali wameeleza kwa ufasaha sifa nyingi za hayati Mwadhamu Kardinali Pengo na kubwa na nyingi alizoziacha. Katika maombolezo haya, naomba mniruhusu nami niseme mambo matatu kati ya mengi tunayojifunza kutoka katika maisha ya Mwadhamu Kardinali Pengo kama ifuatavyo. La kwanza, Kardinali Pengo alikuwa mtu mwaminifu sana, ambaye siku zote alisisitiza watu kuishi maisha ya kiadilifu kwa kufuata na kushika amri za Mungu, pamoja na kuheshimu sheria mbalimbali za nchi, kwa kuwa alikuwa mbobezi katika maadili theolojia, ambayo ni teolojia ya maadili na moral theology. Alifundisha na kuishi maadili katika siku zote za maisha yake. Pili, katika maisha yake ya kichungaji, Kardinali Pengo alionyesha bidii ya kitume na nidhamu ya kichungaji. Kina cha maisha ya kiroho, utu, wema na uaminifu usiotetereka kwa Injili na imani thabiti kwa Mungu wake. Alihubiri na kufundisha siku zote kuishi kwa kumtegemea Mungu. Tunaona hata alipopata changamoto za kiafya hakutetereka, bali alizidi kusimama imara akimwamini na kumtegemea Mungu. Tatu, alipenda sana maendeleo ya watu na ustawi wa jamii. Alikuwa kiongozi aliyejitoa bila kujibakiza katika kuinua hali ya maisha na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Alifanya jitihada kubwa katika upatikanaji wa huduma mbalimbali za jamii, hususan elimu, afya, maji na huduma kwa wenye mahitaji maalum, hasa watoto yatima, wenye changamoto za kimaumbile na wajane. Mahala pote alifanya kazi zake za kichungaji kama askofu, kama Nachingwea, Tunduru, Masasi na Dar es Salaam. Kanisa limefanya kazi kubwa ya kutoa huduma za jamii kwa kujenga shule, zahanati, hospitali na upatikanaji wa huduma za maji. Mheshimiwa Baba Askofu Ruwa'ichi, waombolezaji, mabibi na bwana, ni kutokana na kazi hizo
na nyingine nyingi. Hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ataendelea kukumbukwa na kuwekwa kwenye vitabu vya historia ya Tanzania, Afrika na ulimwengu mzima. Hayati Kardinali Pengo ameingia kwenye orodha ya mashujaa na viongozi wetu mashuhuri ambao mchango wao katika nchi yetu kamwe hautasahaulika. Sisi kama Watanzania tutaendelea kuenzi na kuthamini mchango wake katika maendeleo ya nchi kwa kuwa waadilifu na watiifu wa sheria. Mheshimiwa Askofu Mkuu Thaddaeus Ruwa'ichi, kabla sijamaliza sasa nachomekea ya kwamba sasa nasema kwa nidhamu ya kutunza muda, alafu nitarudi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Askofu, naomba niseme tu kwamba na mimi nilipata bahati ya kufahamiana na kardinali kwa muda mrefu. Nilitambulishwa kwake kwa mara ya kwanza mwaka 1999 na nikawa kijana wake wa kiroho tangu wakati huo mpaka anapofariki. Mara ya mwisho anapoondoka kwenda nchini India kwa matibabu, alinitafuta na kunijulisha safari yake, na mimi nilikwenda kumwaga airport. Usingeweza kufikiri ni mtu mwenye maumivu, ni mtu mgonjwa sana. Alisimama, alitembea na mimi zaidi ya hatua 20 akinionyesha ambavyo bado ana dhamira ya kuendelea kuishi. Lakini Mungu peke yake alikuwa anajua tarehe yake ya kuondoka ilikuwa lini. Mheshimiwa Baba Askofu Ruwa'ichi, tarehe 12 mpaka 15, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa na safari ya kikazi nchini Ethiopia. Na kwa utaratibu wa katiba ya nchi yetu alikabidhi mamlaka ya rais wa nchi yetu. Akiwa angani ndio nilipoletewa simu ya kujulishwa hali ya Mwadhama Polycarp Pengo imebadilika, lakini pia amesisitiza kwamba chochote kinachoweza kutokea kwake atafarijika kikitokea akiwa ndani ya ardhi ya Tanzania. Na nilipoomba kusaidia ufanikishaji, nilikwambia kuna changamoto kidogo ya usafiri. Kwa kuwa nilikuwa nimekabidhiwa kwa mamlaka ya urais nayo mimi wakati ule, nikasema mbona jambo dogo hili? Mbona jambo dogo? Kwa wasiana na zangu sijui waziri mkuu nani. Sasa baadaye nilijua jamani ya kubadilisha tiketi nini haraka kupata tarehe. Sasa ukipewa mamlaka, wakati unakabidhiwa madaraka ya rais au mamlaka ya rais, kuna mambo unaweza kufanya, kuna mengine huwezi kufanya. Ilipokuja taarifa kwamba kwa hali yake namna ya kumrudisha nyumbani kwa muda anaotaka yeye kuwa lazima kukodi ndege ya ambulance. Sasa hapo ndege ya ambulance au madaraka ya rais yanataka kutokea kwa hapo, washauri wakasema ikifika hapo sasa hapo lazima rais afanye maamuzi. Basi nikamwandikia rais wetu ujumbe mrefu kumweleza mchango wa miaka 35 wa Kardinali Pengo. Alifanya hivi. Mwisho rais akasema makamu, mbona unazunguka sana? Sema shida ni nini? Nikamwambia shida ambulance. Rais Samia akasema nimeridhia, fanyeni mchakato ifanyike haraka sana. Kwa pamoja na heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa Kardinali Pengo kwa kutambua mchango wake kwa nchi yetu, lakini vile vile anatoa hamasa kwa Watanzania wengine ambao si viongozi wa kisiasa kuonyesha mapenzi kwa nchi yao, kuitumikia nchi yao kwa uadilifu. Kuna raha yake watu kama kina mzee waliobaki na majaliwa wakisimama hapa vigelegele hivi, nafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele. Lakini pia kujua kwamba nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane, kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nilikuwa nikisema haya mara nyingi, mimi hata mambo ya kuumana ni jambo kama mimi ya pesa na ujinga. Nchi yenu moja, nchi yenu wote, mnagombana nini? Nitakuwa mashahidi, hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama nikisikia mwana CCM
ongea maneno ya hovyo, sio upinzani alikuwa anakemea mara moja. Kuna ujinga tu. Kwa vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake yeye anataka kutumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi. Kwa hiyo ni kwa nini kuombeni sana waumini na Watanzania wote kutambua kwamba tuna wajibu wa kipekee. Tunamheshimu sana Kardinali Pengo kwa kazi kubwa aliyofanya, hasa kwenye kuanzisha majukwaa ya imani mbalimbali katika nchi yetu. Leo tuna vyama vya imani, leo tuna vyama ambavyo vinahusisha dini mbalimbali, Wakristo, Waislamu, Buddha, kuongelea amani katika mikoa yote katika wilaya za nchi. Lakini walioshiriki kuasisi jambo hili ni pamoja na Kardinali Pengo, na alisema bila aibu kwamba Wakatoliki hawawezi peke yao kufanya nchi ikawa salama. Usikilizeni hotuba aliyoongelea kuhusu Mwalimu Nyerere. Amesema maneno mazito sana, maneno ambayo yataishi miaka 100 kutoka leo. Kwa hiyo tunapomwenzi Kardinali Pengo, tunapoenzi utumishi wake, kila mtu moyoni mwake ajisikie ana wajibu na nchi yetu. Kila mtu moyoni mwake ajisikie kwamba kutumikia nchi yetu kwa uaminifu na uadilifu ni wajibu wa msingi wa nchi yetu. Mababa Askofu, niombe kuwahakikishia sisi kwa nafasi yetu tutaendelea kujitahidi. Kazi ya kutumikia nchi sio rahisi sana, ni ngumu, ina vishawishi, ina vitisho, lakini ndio maana maaskofu, mapadri, mashehe wapo ili watumishi wengine katika maeneo mengine mizigo inapoelemea, maaskofu, mashehe, mapadri wote waweke mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tunaomba msituache katika maombi yetu, msituache katika maombi yetu. Tutaanguka mara nyingi, tuombeeni tuamke. Baada ya kuyasema hayo, nadhani nimezingatia malezi ya Padre Joseph Mlola. Sasa narudi kwenye hotuba ya Rais. Mheshimiwa Baba Askofu, hakika hayati Mhashamu Kardinali Pengo amevipiga vita vingi vizuri, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Matendo 4:7. Hivyo niomba Wakatoliki na Watanzania wote tukubali kwamba kiongozi wetu na baba yetu Mhashamu Kardinali Pengo amerudi kwa Muumba wake, na hivyo ndio njia ya kila mwanadamu kuiombea roho yake ili ipate pumziko la amani mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana. Asante sana.